wa Afya. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kupata fursa hii ya mimi kuunga mkono hoja, na nawapongeza sana mawaziri Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo pamoja na naibu wake Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, vile vile Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba na naibu wake Mheshimiwa Chande, makatibu wakuu na watumishi wote kwa mahudhurisho mazuri sana na hoja walioleta mezani hapa, ambayo inasaidia kuhitimisha kwa kishindo kikubwa ngwe ya kwanza ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na vile vile kutuandaa kuanza kwa kishindo ngwe ya pili ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa sababu hapa tunahitimisha ngwe, Mheshimiwa Spika, na bunge litavunjwa kesho kutwa, naomba nitoe kwanza shukrani nyingi sana kwako wewe kwa uongozi mzuri wa bunge letu hili na kwa mafanikio yako hapa, sio hapa kwenye bunge tu, lakini kutung'arisha duniani huko kwa nafasi uliyoshika kama rais wa mabunge ya dunia. Na vile vile Mheshimiwa Zungu, na napenda kumshukuru sana mwenyekiti wa kamati yetu ya elimu, utamaduni na michezo na wenye vitu wengine wote wa bunge pamoja na wabunge wote kwa kufanya kazi vizuri mpaka hapa tulipofika. Na haya nitakayoeleza ni yale ambayo wenzangu wanaeleza, vile vile kuonyesha kwamba kwa kweli serikali katika kipindi hiki, katika awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana. Tunaondoka hapa kifua mbele, tunajivuna, tunafurahia na tunajua baada ya kutiki Oktoba tunaanza tena kwa kishindo kwenye ngwe ya pili ya awamu ya 6. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deo Sanga na Mheshimiwa Abubakar Asenga wamezungumzia kidogo umuhimu wa mafunzo ya amali, umuhimu wa sisi kuwekeza vizuri katika mafunzo ya amali. Napenda kuhakikisha kwamba kupitia mpango uliowasilishwa na bajeti iliyowasilishwa tumejipanga vizuri. Tunaendelea na kazi ambayo imeshaanza kwenye bajeti zilizopita kwa kutekeleza mageuzi makubwa ya elimu ambayo alianzisha rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na wote tunakumbuka aliagiza, amesimamia na tumeweza kukamilisha blueprint ya utekelezaji na yeye mwenyewe anafuatilia. Nitakumbusha tu yale ambayo tulikubaliana yalipitishwa kwenye sera kwamba kuanzia 2027, na bajeti hii inatusaidia sana kwenye maandalizi, elimu ya lazima Tanzania itakuwa ni miaka 10, sio miaka 7 tena. Kwa kila mwanafunzi Mtanzania lazima afike kidato cha 4. Upande wa Zanzibar wanafanya hivyo. Upande wa bara tumekuwa tukiishia darasa la 7 kama elimu ya lazima. Tulikuwa hatuna instrument yote ya kulazimisha mtu yote kuendelea mbele. Kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutuhakikisha kwamba Tanzania yote, bara na visiwani, sasa tunaenda kuwa na elimu ya lazima ya miaka 10, na mtoto akimaliza elimu yake kama ameanza na miaka 6 kama inavyotakiwa kwa taratibu zetu na sera, atamaliza wala akiwa na miaka 16. Kwa hiyo wakati huo atakuwa tayari kuingia kazini. Sasa katika mageuzi haya kama alivyosema Mheshimiwa Deo Sanga na Mheshimiwa Abubakar, tumejiandaa kwa ujenzi wa mfumo wa amali na shule. Na juzi hapa tukiwa Simiyu, rais wetu alizindua kwa kuweka jiwe la msingi ujenzi wa shule za amali ufundi. Maana amali kuna amali michezo, kuna amali kilimo, kuna amali uvuvi, kuna amali muziki, kuna amali ufundi. Technical Secondary School alizindua kwa kuweka jiwe la msingi shule ya kwanza ambayo ni kielelezo cha ujenzi wa duru ya kwanza ya shule 103 hapa Tanzania ya mafunzo ya amali ufundi, yani Technical Secondary School. Na Mheshimiwa Spika, kama ambavyo umefuatilia na pengine uliona mbali sana, itajengwa vile vile shule kama hiyo pale Uyole, na mipango hiyo iko mbioni. Kwa hiyo shule hizi zinajengwa kwa nchi nzima. Hii ni duru ya kwanza, tutajenga duru nyingine na nyingine, na shule nyingine za amali takriban 115 ambayo sio ufundi tayari zimeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ningependa kuhakikishia Mheshimiwa Sanga na Mheshimiwa Abubakar Asenga kwamba kazi hii inaendelea, na hayo ni maelekezo ya rais wetu, ni maono ya rais wetu. Kwa hiyo wizara haina choice na tunafurahia kutekeleza kazi hii inavyoendelea. Na lazima nifafanue kidogo, na sitaelezea mageuzi yote, lakini nitaelezea tu mafunzo ya amali ufundi. Mwanafunzi yote atakayesoma sekondari ya amali ufundi akienda high school anaweza akachagua kurudi elimu jumla akafanya miaka 2, au akaenda polytechnic akafanya miaka 3. Polytechnic kama ilivyokuwa Datek. Sasa hivi kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumekamilisha ujenzi wa polytechnic ya kwanza
mpya hapa Dodoma inaweza kachukua wanafunzi 1500. Sasa hivi tumeiegesha DIT kabla haijaanza kusimama pamoja, ita constitute high school ambayo inatoa cheti cha form 6 na diploma baadaye, na focus sasa hivi ni kwenye tehama. Tunajenga nyingine Mwanza, nadhani itakuwa Magu. Tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro, tunajenga nyingine upande wa Zanzibar. Kwa hiyo tutakuwa na polytechnic hizo ambazo zinaandaa kuwachukua wanafunzi katika mafunzo ya mali. Ni kuhakikishia tu wenzangu waheshimiwa wabunge waliosema swala hili kwamba kwa kweli tunaenda vizuri sana. Na pengine wakati nalizungumzia swala hili la mafunzo ya mali, nirudi tena kwenye masuala ya VETA. Na nielezea hapa majuzi mwezi wa 12 nilikutana na kijana mmoja Mtanzania. Yeye ni technician, anafanya kazi kwenye migodi ya madini Guinea Conakry. Guinea Conakry ni nchi inayoongea Kifaransa. Nikamwambia wewe umejifunza wapi? Sasa nimejifunza VETA Tanzania. Nimemaliza kusoma VETA pale, nikawa nafanya kazi kwenye makampuni ya madini hapa Tanzania. Hatimaye nikachukuliwa na mwekezaji nikaenda Namibia, nimetoka nimekaa Mauritania. Mauritania anaongea Kiarabu na Kifaransa, ameenda Guinea Conakry. Akanihakikishia kama ambavyo nilikuwa nimeshasikia, kuna Watanzania wengine wengi wako Ghana, wako hapa Congo DRC, wako huko Mauritania na kadhalika. Maono ya rais wetu ni kufungua fursa hizo kwa vijana wengine wote hapa Tanzania. Rais wetu ameagiza, na kama tunavyofahamu kwamba kila wilaya ambayo haina VETA ya serikali tujenge VETA ya serikali. Ujenzi unaendelea katika wilaya 64 Tanzania nzima. Na vile vile aliagiza, na mtakumbuka waheshimiwa wabunge, wakati rais wetu anakula kiapo, kulikuwa na mikoa 5 haina VETA za mikoa. Nyingine ujenzi ulikuwa umeanza hujakamilika. Lakini alivyoingia madarakani haraka, bajeti ya kwanza alihakikisha kwamba fedha zinaenda kukamilisha VETA ya Geita ambayo tunataka iwe dedicated kwenye mambo ya madini. Tumekamilisha VETA ya Simiyu, tumekamilisha VETA ya Ludewa na VETA ya Rukwa. Sasa hivi ujenzi wa VETA ya mkoa wa Songwe inaendelea. Kwa kuangalia fursa hii ya VETA kwa vijana kuweza kupata kazi ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa kweli lazima tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake haya na kuhakikisha kwamba tunatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wetu inakuwa rahisi zaidi kupata ajira. Mheshimiwa Samsha Vuai nahodha amezungumzia sana masuala ya Nelson Mandela na elimu ya juu kwa ujumla wake. Labda niseme tu, katika elimu ya juu rais wetu alipoingia madarakani alikuta kuna mradi unaitwa HEET, Higher Education for Economic Transformation, ambao ulikuwa umefocus kuendeleza campus zile ambazo zilikuwa zipo. Lakini aliagiza tubadilishe mradi ule wa World Bank kuhakikisha kwamba mikoa ambayo haina chuo kikuu ipelekewe campus za vyuo vikuu. Kwa mfano, na nitatoa mfano mmoja tu, mkoa wa Kigoma sasa hivi utakuwa na kampasi ya chuo kikuu cha Muhimbili cha afya shirikishi kwa upande wa kule, na ujenzi tayari umeshaanza. Mikoa mingine yote ukiacha mkoa wa Pwani ambao tutawekea mkakati wake utakuwa walao na kampasi ya chuo kikuu. Kwa mfano Mtwara, waheshimiwa wabunge wa Mtwara mmesema muda mrefu sana kilikuwa ni kilio cha Mtwara. Rais wetu alisikia akaagiza tuchukue vile vyuo viwili, Mtwara ufundi, Mtwara kawaida, tumeviunganisha vinakuwa kampasi ya chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya, kuhakikisha kwamba tunatimiza azma ya rais wetu. Lakini kwenye hili kuna swala la mikopo ya wanafunzi, na wanafunzi wanisikie, wa elimu ya juu. Wakati rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakula kiapo cha kuongoza nchi yetu, mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni bilioni 464. Sasa hivi bajeti hii aliyoleta Mheshimiwa Mwigulu hapa bungeni, bajeti ya mikopo ya elimu ya juu pamoja na ile kidogo ya diploma ni bilioni 839. Ni karibia mara mbili ya bajeti ambayo Mheshimiwa Rais aliipata. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunajua tunahitaji kwenda zaidi na zaidi, lazima kwa kweli tuwe wepesi kushukuru na kupongeza kwa hatua kubwa hii. Na kwenye masuala ya sayansi ambayo Mheshimiwa Nahodha alizungumzia, labda niseme chuo kikuu hiki cha Nelson Mandela tumekidedicate kama research university, kwa hiyo kina postgraduate tu na tutajitahidi kisilete undergraduate. Nimeshapata kibali na mwalika waziri wa sayansi, teknolojia na ubunifu wa Afrika Kusini atakuja kukitembelea. Kinabeba jina la Mandela. Tunadhani tunaweza tukashirikiana nao kukifanya hiki chuo kwa kweli cha kimataifa zaidi, kinyanyuke zaidi juu. Lakini tumeanzisha kampasi ya Indian Institute of Technology pale Zanzibar, na tumesema ni kampasi
ili kuhakikisha kwamba vile viwango vyao ambavyo ni vya juu sana duniani navyo tunaviona hapa Zanzibar. Na kwa kweli tunapata wanafunzi sasa hivi kutoka dunia nzima wanakuja Zanzibar katika kile chuo na tunakisupport. Na katika Mheshimiwa, labda nimalizie na kufundisha Kiswahili tu Mheshimiwa, dakika moja tu. Ningependa nianze kumzungumzia rais wetu, lakini nitakuwa na abuse